Basi kuna ishara nyingi ambazo alizifanya Bwana Yesu ambazo hazikuandikwa katika kitabu hiki. Hizi zimeandikwa ili mpate kuamini kwamba Yesu ndiye Kristo, na kwa kuamini mpate kuokoka. Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amen. Wapendwa familia ya Mungu, leo mama kanisa anasherehekea Dominika ya pili ya Pasaka, Dominika ambayo pia tunaita ni Dominika ya huruma ya Mungu. Sihitaji kueleza maana ya huruma ya Mungu. Mara nyingi tunaishi ndani yake, tunaishi. Mwanadamu kila hatua anayofanya anaonja huruma ya Mungu. Ni kusema tu kwamba huruma ya Mungu ni kubwa kwetu sisi. Tuanze tu kwa kuangalia somo letu la kwanza la leo ambalo limetoka katika kitabu cha Matendo ya Mitume. Tunaona jinsi yalivyokuwa maisha ya wanafunzi wa kwanza ama jumuiya za kwanza za Kikristo. Tumesikia walikuwa wakikusanyika kila siku kwa ajili ya kusali pamoja, kuabudu pamoja, kuomba pamoja na katika kuumega mkate. Pamoja na sifa mbalimbali zilizotolewa katika jumuiya hizo za kwanza za Kikristo, tunasikia waliuza kila kitu walichokuwa nacho, na fedha walizozipata walizileta kwa ajili ya matumizi ya pamoja, na hakuna hata mmoja aliyemiliki kitu binafsi, mali binafsi. Sisi hatuwezi tukaishi kama zile jumuiya. Kuna mashirika ambayo yanajitahidi kufanya hivyo, jumuiya za kitawa wanajitahidi kufanya hivyo, lakini kwetu sisi waamini tunaweza kufanya hivyo, lakini tukaishi maisha fulani yanayodhihirisha zile jumuiya za kwanza za Kikristo. Kwa mfano, tukitafakari kusali, kuomba, kuabudu kwa pamoja, hilo tunalifanya. Tunachoomba zaidi ile neema, ili tunalolifanya hiyo linatoka moyoni kwetu. Kama ni sala, iwe ni sala inayofaa kweli kwa Mwenyezi Mungu. Kama ni sadaka yetu, iwe ni sadaka inayokubalika machoni pa Bwana. Sadaka safi, sadaka isiyo na doa, isiyo na mawaa. Kwa hiyo hayo wapendwa tunayaishi. Na hata ukitafakari Dominika zetu, hata yule ambaye hajaenda kanisani, ukiona zile pilika za watu wanaingia, wengine wanatoka katika hekalu la Bwana. Hata kama wewe ni Kristo hujashiriki ibada, unapoona wenzako wanafanya vile, kuna jambo unahisi ndani ya moyo wako kwamba hawa wanakwenda wapi na mimi ni nani sifanye kama wao. Jumuiya za Kikristo, wajibu wetu ni huo. Ndio maana Mungu anatupatia njia injilishaji. Tunapokusanyika pamoja kwa ajili ya sala, kwa ajili ya kuabudu kwa pamoja huyu aliyetuumba, hiyo ni njia mojawapo ya uinjilishaji. Tunawainjilisha wote. Tusikiri kwamba watu wanatafakari hayo, wanaona na tunaacha jambo fulani ndani ya mioyo yao, kama si udugu ndiye katika kujali wetu. Kwa hao wanaopenda hivyo, tunaona mara nyingi hasa Jumapili, wao ni akina wanajua ni watu fulani, lakini pengine mtu anajiuliza, na mimi katika maisha yangu ni kipi ninachompa Mungu? Muda wangu ni upi niliomrejea Mwenyezi Mungu? Kwa hiyo jumuiya za kwanza za Kikristo kama mola kwanza zinatufundisha na sisi kuishi maisha ya hiyo, na inapendeza machoni pa Bwana kuona tumekusanyika pamoja kwa ajili ya kumwabudu yule aliyetuumba. Sala ya pamoja kwa ajili ya kumwabudu
Kwa hiyo wapendwa, tusipoteze hiyo desturi na tukumbuke kwamba tunafanya si kwa matakwa yetu sisi, lakini tunafanya kwa kuwa ni amri kutoka kwa Mwenyezi Mungu. Ishike kitakatifu siku ya Mungu. Tumsifu Yesu Kristo. Wapendwa, katika lile somo la pili ambalo limetoka katika waraka wa kwanza wa Mtume Petro kwa watu wote, inadhihirisha pia haya maisha ya Kikristo namna tunavyoishi. Tunasikia akisema kwamba tunafurahia, na mimi kweli najua tunafurahia wakati huu tunaposherehekea ushindi wa msalaba, ufufuko wa Bwana wetu Yesu Kristo. Ni kweli tunafurahia kama anavyosema Mtume Petro kwenye waraka wake, na kukumbusha kwamba pamoja na kwamba siku hizo changamoto, matatizo, vikwazo, visiki na mambo kadha wa kadha ambao wakati mwingine yanakufanya kusononeka moyoni, lakini anasema pamoja na hayo yote isiwe sababu ya sisi kurudi nyuma, isiwe ni sababu ya sisi kukata tamaa. Njia iwe ni ile ile, kwa kuwa wakati utafika ambapo tutapokea tunu tuliyoahidiwa na Mwenyezi Mungu, ile tunu tuliyoahidiwa na Mwenyezi Mungu. Na mtaona huyu waraka wa Mtume Paulo, Mtume Petro, lakini kuna wakati Mtume Paulo naye anasema ni kitu gani kitakachonitenganisha na upendo wa Kristo. Anaorodhesha mambo mengi, ni njaa, ni nini. Anasema pamoja na hayo yote bado si sababu ya mimi kujitenga na Kristo. Na tukirudi kwenye waraka wa Wafilipi, anasema nayaweza mambo yote katika yeye anitiaye nguvu. Kwa muhtasari tu kwenye somo hili la pili, wapendwa, ni kwamba changamoto tunazokumbana nazo katika njia yetu ya imani isiwe sababu ya kurudisha nyuma, na wala isiwe sababu ya kutondolea furaha yetu ya Kikristo. Ni vema tukaitunza sana hazina hiyo ya imani, furaha hiyo kwa nguvu kubwa mno. Ndio maana tunakumbuka Paulo anasema tuwe makini kwenye hilo, kwa sababu tumebeba hazina hiyo katika vyombo vya udongo, kumaanisha kwamba tusipoitunza vizuri tunu hiyo ya imani, furaha hiyo ya imani, tunaweza tukajikuta tukiipoteza. Na mwisho, wapendwa wangu, ni katika Injili takatifu kama ilivyoandikwa na Yohana. Tunasikia Yesu akiwapokea wanafunzi wake. Ninapoitoa ile fungu kwa salamu hii, amani iwe kwenu, amani iwe kwenu. Shalom ni neno ambalo linatumika kama neno mbadala la amani. Sasa Yesu anapotoa hii amani kwa watu, hebu tuangalie itoa salamu hiyo katika mazingira gani? Kwanza tunasikia walikuwa wamejifungia ndani kwa hofu ya Wayahudi, kwa sababu Wayahudi walikuwa wakiwasakama, wakiwatafuta, pengine ndio waangamizwe, kwa sababu walikuwa wafuasi wa Kristo na tena walikuwa wakifundisha Injili ya Kristo. Kwa hiyo ni lazima wajifungie ndani. Wakati huo wasiwasi bado upo, kuna wengine wana mashaka pengine hajafufuka au hata kufufuka, na Yesu katika hali hiyo ya hofu anawatokea, amani iwe kwenu. Na hili neno amani, hii salamu ya amani, ni salamu ambayo tunaipata pia katika maadhimisho yetu. Mwanzoni mwa misa baada ya kasisi anaweza kuanza amani ya Bwana wetu Yesu Kristo na upendo wa Mungu Baba na ushirika wa Roho Mtakatifu viwe ndani yetu. Na kama askofu yanaweza kusema amani iwe kwenu, kama ilivyo Injili ya leo, au amani kwenu. Naweza kusema moja kwa moja hivyo katika misali, lakini katika kutujalia hiyo amani
kuwa wamisionari, watumwa kwenda kuhubiri habari njema. Sasa Yesu anatoa huo utume kwetu sisi wabatizwa, na kama nilivyowaambia kwamba kwa njia ya ubatizo kama sisi sote kuwa misionari, basi tunatumwa kwenda kuhubiri hiyo habari njema. Yesu anasema kama Baba alivyonituma mimi nami nawapeleka ninyi, ninawatuma ninyi. Wamefurahi pamoja na hofu waliokuwa nayo, lakini furaha iliingia katika hofu ile. Ni hofu ambayo imejawa na furaha, na ni hofu ambayo imemalizwa, imeondolewa kwa hii salamu ya Bwana Yesu: iwe kwenu, amani iwe nanyi. Na kuna mmoja wa wanafunzi ambaye hakuwapo pamoja nao wakati Yesu anawapokea wanafunzi wake. Huyu Tomaso hakuwepo na anapasha habari, lakini anasita. Anasema hivi, sita kamwe hata kidogo nisipoyaona matunda yake, na sijaona tu hata kushika. Nataka ashike aone ili apate kuamini. Amekataa. Na tukumbuke ni mmoja wa wanafunzi wa Yesu, lakini bado ana mashaka kwamba kweli Kristo amefufuka, pamoja na kwamba wenzake wamemwambia. Sasa tunaona huruma ya Mungu inayotenda kazi, naye ni huruma ya Kristo. Yesu hajamwacha abaki katika hali yake ya kutokuamini. Ndio maana tunasema huruma ya Mungu ni kubwa, haielezeki. Angeza akamwacha hataki kuamini, apotelee mbali, akaendelea na mambo mengine. Lakini Yesu aliamua kudhihirisha huruma yake, na amedhihirisha kwa namna gani? Wakiwa tena ndani, anawatokea wanafunzi wake na Tomaso akiwepo. Na hivi punde tu, mara tu baada ya kuwatokea, anamuita Tomaso, njoo ushike uone ya kwamba ni nini Bwana. Tomaso anapigwa na butwaa, na tafsiri namna hiyo kwamba amepigwa na butwaa kwa yale aliyoyaona kwa macho yake, na amekuwa nafasi ya kupapasa, kushika yale madonda ya Kristo ayaona, na amekiri imani yake kwa kusema, Bwana wangu na Mungu wangu, Bwana wangu na Mungu wangu. Hayo ni maneno aliyomwambia Tomaso kukiri imani, baada ya kuonja kwa kiasi kikubwa sana huruma ya Mungu, huruma ya Yesu Kristo mfufuka. Akaamini ni huyu, ni yule Bwana aliyekuwa naye, ni huyu aliyesulubiwa msalabani, akafa na amefufuka, ni huyu. Yesu akamwambia, unaamini kwa kuwa umeniona? Aheri yule asiyeona akaamini. Tunaweza kusielewa maneno haya. Heri wasiona wakaamini. Anataka Yesu kutuambia nini au anamwambia nini Tomaso? Ni kwamba wapendwa, juu ya habari za Mwenyezi Mungu, siri za ufalme wa mbinguni si jambo la mwanadamu, ni jambo la Mwenyezi Mungu. Mwanadamu hahitaji aone kwa macho ya binadamu ili apate kuamini.